Naam, asante sana ndugu mtazamaji, udi na karibu tena nyumbani, kwa sababu umekaribia kwenda kusikiliza na kufuata matangazo ya Tukutan TV. Tunakupenda sana na tunakusamini kwa sababu kila mara uona kwa ni mwaminifu wa kufuata matangazo yetu. Na sijui unatufuata ukiwa wapi. Hebu bonyeza hapo chini kwenye comment utuambie upo nchi gani na unafuata matangazo yetu kutoka wapi. Asante sana. Hii ni Tukutan TV. Tupo mashariki mwa nchi ya Kongo. Mpaka sasa ni moja kati ya jimbo la Kivu ya Kusini, huko ndiko tunapatikana, na vile vile mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV. Mshika picha wangu muite Pepewe Wilonja. Nimekukaribisha siku ya leo twende kufanya uchambuzi kuhusiana na hali ya usalama mpaka sasa inavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Katika moja kati ya majimbo na katika miji ambayo mpaka sasa imetekwa iko chini ya uangalizi wa waasi wa M23 ni uko Kivu ya Kaskazini katika mji wa Goma, na kusini katika mji wa Bukavu. Na kabla ya kuanza huko ni kutaarifu yanaendelea tarafani Fizi. Hapa nyuma kidogo au tuseme hiyo jana kulikwenda kusikika na milio ya risasi kijijini Mboko, ambako inakwenda kuripotiwa kwamba ni mapambano ya wazalendo kati yao au wazalendo wao kwa wao, na mpaka sasa kisa hakijajulikana ndugu mtazamaji, lakini hiyo ndio hadi halisi ambayo iko tarafani Fizi. Ni baada ya mazishi yake Jenerali Kibukila Mtetezi, ambaye tulikwenda kupumzisha katika mahali pake pa milele wiki iliyopita huko makao makuu ya tarafa la Fizi. Na nikitoka Mboko ni kujuze na hali halisi iliyoko mjini Uvira. Ni kwamba Justin Bitakwira aliwasili mjini Uvira, na katika uchambuzi wa siku ya leo ni kwamba Justin Bitakwira alikwenda kuzungumza kwamba alikuja kwa ajili ya ukombozi wa mji wa Bukavu na Goma. Kwa hiyo ujio wake Justin Bitakwira mjini Uvira ni ukombozi tosha wa kukomboa mji wa Bukavu na kukomboa mji wa Goma. Hatujui neno lako likoje ndugu mtazamaji hapo unapotufuata, kwa sababu Bitakwira alisema kwamba kufika kwake yeye na mji wa Uvira ndio mji ambao utafanya kila jitihada na kila harakati zote za shughuli za kivita ili kwenda kukomboa mji wa Bukavu na Goma. Hivyo alikwenda kuweka matumaini kwa wakongomani wote kwamba wasiwe na wasiwasi wote, yeye yuko pale kwa ajili ya kufanya hizo harakati. Basi tuachana huo ukurasa wa tarafa la Uvira na katika mji wengine wa Walikale. Mpaka sasa labda utajiuliza, Walikale je, iko mikononi mwa waasi wa M23 au Walikale iko katika mikononi ya jeshi la taifa la FARDC? Lakini mpaka sasa kwa upande wetu Tiki TV tulipokwenda kufanya uchunguzi kidogo ni kwamba Cornelio Nanga au anaitwa Corneille Nanga, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa waasi wa M23, ambaye ni mwongozaji wa AFC inayotumiwa kuungwa mkono na waasi wa M23 chini ya uangalizi wa nchi ya Rwanda, kama inavyoripoti magazeti yaliyo mengi katika nchi au katika mji wa Kinshasa. Ni kwamba Cornelio Nanga alikwenda kutangaza kutoka kwake katika mji wa Walikale. Akasema kipindi hiki ambacho amani au mkataba wa amani unaendelea huko Qatar kati ya rais wa nchi ya Kongo na rais wa Rwanda, wao waliona si vema kuendelea kuleta mapigano, mashambulizi katika ule mji wa Walikale. Hivyo waliamua kujitoa wenyewe kwa hiari yao. Lakini ukikwenda kufuata masemi ya raia walio wengi katika nchi ya Kongo na kuambia waasi wa M23 walikwenda kusukumwa, jambo ambalo wao wanasema hapana, wakusukumwa bali walitoka kwa hiari yao. So mpaka sasa ni kuambia kwamba Walikale iko chini ya uangalizi wa jeshi la taifa la Kongo. Naam, nafikiri kwamba kuna raia watakwenda kusema hapana, ni habari ambazo ni uzushi tu, lakini hizo ndio habari mpaka sasa ambazo ziko. Lakini tutakwenda kujiuliza swali, je, kama Cornelio Nanga au Corneille Nanga amesitisha mapambano katika mji wa Walikale na kwenda kusema kwamba kuna mkataba unaoendelea wa amani, makubaliano ya amani yanayoendelea kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, so hawezi akaendelea kupiganisha ule mji au kuleta hasara kwa raia wa Kongo. Hivyo anajitoa kwanza kwa hiari yake yeye na kutafuta amani ili kusiendelee na mapambano au kuripotiwa na mauaji, akaamua kutoka. Sasa ili swala ambalo limekwenda kutokea leo ndugu mtazamaji ni kwamba waasi wa M23 walikwenda kuweka tangazo kwamba hizi siku 2-3 watakamata mji wa Lubumbashi na watakamata na mji wa Kisangani. Hapo ndo kuko kizaza. Wanatuambia tumekuja tufanye uchambuzi kuhusiana na hiyo kauli, kwa sababu raia walivyokaa chini walikwenda kufanya hesabu, wakasema kwamba inathibitishwa waasi wa M23 wana matumaini makubwa, na wanajipa matumaini gani na kwenda kutangazia nchi ya Kongo kwamba wao wataingia Kisangani na wataingia Lubumbashi muda wa siku 2 au 3.
Yani ni matamko yake au ni masemi yake msemaji wa waasi wa M23 Bwana Willy Ngoma. Mtazamaji, ukikamata hili swala la waasi wa M23 kutoka mji wa Walikale na uje uchange na hili tangazo ambalo wao walipandisha, je, hapa kuna amani kweli? Kwa sababu wao wanasema kwamba walitoka Walikale ili kutafuta amani na kusiwe na vita, kusiwe na mgogoro, kusiwe na mapambano. Cha kushangaza ni kwamba baada ya wao kujitangaza kutoka Walikale ili kuendeleza mapambano na kuleta hasara kwa raia, lakini walikwenda kupandisha tamko lingine wakasema kwamba wataingia Lubumbashi na wataingia Kisangani. Hapa katikati ya haya mambo, mtazamaji, kwa upande wako unafikiri kuna nini ambacho kinaendelea mpaka sasa katika hivi vita vya mashariki mwa nchi ya Kongo na kusena tamko la Willy Ngoma kuingia Kisangani na kuingia Lubumbashi? Na hilo sasa ni kwamba mkataba wa amani unaoendelea au mpaka sasa kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, walikwenda kufanya mkataba kwamba wasitishe mapambano, kusikuwe na mgogoro tena kati ya Rwanda na Kongo. Hivyo huko Walikale waasi wa M23 walitoka wote. Lakini jambo lingine ambalo nitakwenda kuligusia ni kuhusiana na huyu ambaye anajiita Muhoozi Kainerugaba. Ni moja kati ya viongozi wanaosimamia majeshi ya nchi ya Uganda. Vile vile huyu ni mtoto wa Yoweri Museveni, rais wa nchi ya Uganda. Naye alikwenda kuleta tangazo, akaambia waasi wa M23 kwamba wasipoteka mji wa Kisangani, basi yeye atateka Kisangani muda wa siku moja. Hapa kuna tamko mbili. Mtazamaji, kuna tamko mbili. Tamko la kwanza, waasi wa M23 walikwenda kusema kwamba mnako siku 3 watakwenda kukamata mji wa Lubumbashi na watakwenda kukamata mji wa Kisangani. Tamko la pili ni la mtoto wa Yoweri Museveni ambaye ni kiongozi anayesimamia majeshi katika nchi ya Uganda. Na alikwenda kupandisha tamko lake na kusema kwamba alikwenda kuwaambia waasi wa M23 waende kuteka mji wa Kisangani, au la, wasipoteka mji wa Kisangani yeye mwenyewe atakwenda kuteka mji wa Kisangani. Hapa kuna vuguvugu inayoendelea, mtazamaji. Sasa tunataka kujua kuna uhusiano gani katika hivi vita vya mashariki mwa nchi ya Kongo kati ya nchi ya Uganda na nchi ya Kongo. Ni mpaka sasa sisi watu wa Tiki TV hatujakuwa na maono yoyote kuhusiana na hivi vita, kwa sababu tumekwenda, yani ni ghafla tu. Ni ghafla kusikia kwamba mtu aliye katika nchi nyingine ya Uganda kwenda kutangazia wakongomani kwamba atakuja kukamata mji wa Kisangani. Mtazamaji, hapo ndo tuliko, tunataka utuambie unafikiria hivi vita vinakwenda mpaka wapi na vitafikia wapi, kwa sababu hapa tayari kuna mgogoro unaoendelea katikati ya nchi mbili, nchi ya Rwanda na Kongo, lakini vile vile nchi ya tatu inakwenda kujiongeza ambayo ni Uganda, kwa sababu kama mkuu wa jeshi la Uganda akikwenda kusema kwamba yeye atakwenda kushambulia mji wa Kisangani. Ina maana vile vile kuna mgogoro mwingine unaoendelea katikati ya Uganda na DRC ambao mpaka sasa raia wa Kongo hawajajua, je, wewe si mfanya siasa au ni mfanya siasa? Na kama wewe ni mmoja kati ya wafuatiliaji wazuri wa mambo ya siasa na migogoro ya kivita, uende tuambie unafikiria nini katika katikati ya hivi vita vilivyopo hapa, kwa sababu mpaka sasa hapa kuna kuwa na nchi 3 ambazo zinaendelea kuleta vurugu, au nchi 2 ambazo zinataka kuivamia nchi ya Kongo. Basi mtazamaji, tuambie unapatikana wapi. Na kabla ya kwenda kutamatisha uchambuzi wangu huu, kwenda kumalizia uchambuzi huu, mtazamaji, ni tupeleke kamera zetu Bukavu. Mnavyoendelea kusikiliza, hizo ni kelele, ni moja kati ya waandamanaji. Bwana, raia walijikongoa wengi, wakaingia barabarani mjini Bukavu wakiwa wanaimba nyimbo kwamba Rwanda au Wanyarwanda rudieni kwenu, au waasi wa M23 tokeni katika nchi ya Kongo, nendeni kwenu. Huku wengine wakiimba nchi ya Kongo ni nchi ya mababu zetu na hatutonyanganywa na mtu, na Kongo itabaki kuwa moja na itogabuliwa. Bana, ni nyimbo zilizoimbwa huko. Unavyoendelea kushuhudia kwenye runinga yako ni kwamba maandamano yalifanyika usiku, ndugu yangu. Raia waliingia barabarani usiku, mchana, asubuhi, wakifanya maandamano wakitaka wanajeshi wa M23 kutoka katika mji wa Bukavu waende kwao, kwa sababu wanahitaji amani, na hivyo wao walikwenda kuwafukuza. Mpaka sasa ni kwamba waasi wa M23 walikwenda kujitangaza kwamba wao ndo waleta amani, lakini mpaka sasa raia wanakwenda kuripoti kila mara kuna kuwa na hali halisi ya ukosefu wa usalama, watu kuuawa hovyo, watu kuwa watu wanakuwa wanateswa kiolela,
watu wanakuwa wanashikwa hovyo, watu wanapotea kiolela kusipokufahamu. Hivyo waraia waliona kwamba haitoshi, ni lazima wajikomboe wenyewe. Lakini tunavyoendelea mpaka sasa kuzungumza ni kwamba Bukavu bado wazalendo hawajaingia mjini Bukavu, japo wanashikilia baadhi ya vijiji vilivyopo pembezoni mwa mji wa Bukavu. Basi kukiwa na habari zingine kuhusiana na Bukavu tutakwenda kuletea ndugu mtazamaji. Nimesema kwamba ni hapa nitakuwa nimefikia mwisho wa uchambuzi huu ambao nileta siku ya leo. Hapa tumeleta uchambuzi kuhusiana na waasi 23 kuingia katika mji wa Lubumbashi na Kisangani. Kulingana tamko la Willy Ngoma, je, watakwenda kufanikiwa kuingia kweli? Kulingana na mpaka sasa Kongo iko imara, kwa sababu baada ya wao kutoa ile tamko, generali anayesimamia majeshi yote ya nchi ya Kongo aliingia mjini Kisangani ili kwenda kuimarisha vikosi. Na vile vile tamko lilitoka kwa mtoto wa Yoweri Museveni kwamba naye ataingia Kisangani muda wa siku moja. Kwa upande wako ndugu mtazamaji, unafikiria hivi vita vilivyopo hapa vinaenda mpaka wapi? Utuambie wewe ni nani, unaitwa nani, unapatikana wapi, unatufuata ukiwa wapi? Mimi mpaka sasa nitakuwa nimemaliza uchambuzi wangu. Tukiwa tunasoma komenti zako, tutakwenda kuletea uchambuzi mwingine rasmi kuhusiana na mji wa Walikale na Bukavu kutekwa au kuingia kwa wazalendo mjini Bukavu. Hivyo mengi utakwenda kuyajua tu endapo utakwenda kucomment hapo chini. Utuambie kwanza kuhusiana na lile ambalo nimetoka kuzungumza la kutekwa kwa mji wa Kisangani na Lubumbashi. Je, wana uwezo wa kwenda kulifanya hivyo? Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV na mshika picha wangu muite Pepe we Wilonja. Karibu.